Habari za ulimwengu. Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani ahimiza jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya RSF. Zaidi ya Wakenya 200 wajiunga na jeshi la Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kanusha madai ya Rais Trump kuhusu mauaji ya kimbari nchini Nigeria. Habari kamili. Khartoum. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti za kukomesha usambazaji wa silaha kwa kikosi cha wanamgambo cha RSF, akikitaja kuwa chanzo kikuu cha umwagaji damu unaoendelea nchini Sudan. Rubio amesema kuwa RSF haina uwezo wa kutengeneza silaha ndani ya Sudan na hivyo hutegemea msaada wa kifedha na vifaa kutoka nje ya nchi. Ameongeza kwamba wanajua na nchi gani inahusika na usambazaji huo na kwamba Marekani itafanya mazungumzo na taifa hilo ili kulifahamisha juu ya athari za maamuzi yake kwa taswira ya kimataifa. Ingawa hakuitaja moja kwa moja Umoja wa Falme za Kiarabu, ambayo ni mshirika wa karibu wa Marekani, jeshi la Sudan limeituhumu UAE kwa kuwapatia RSF silaha na mamluki kupitia mataifa kadhaa ya Afrika. Nairobi. Serikali ya Kenya imesema kuwa zaidi ya raia wake 200 wamejiunga na jeshi la Urusi katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine, huku baadhi ya mashirika ya ajira yakiendelea kuwashawishi Wakenya zaidi kujiunga kwenye vita hivyo. Katika taarifa iliyotolewa jana na Wizara ya Mambo ya Nje, Kenya imeeleza kwamba shughuli za kuajiri wapiganaji kwa ajili ya vita nchini Ukraine zimepanuka na sasa zinawalenga raia kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wakiwemo Wakenya. Taarifa hiyo imebainisha kuwa zaidi ya Wakenya 200 tayari wamejiunga na jeshi la Urusi na kwamba mitandao ya kuajiri wapiganaji hao bado inaendelea kufanya kazi ndani ya Kenya na Urusi. Wiki iliyopita, Ukraine iliripoti kuwa zaidi ya raia 1400 kutoka takriban nchi 30 za Afrika wanapigania upande wa Urusi, baadhi yao wakiwa wameajiriwa kwa njia za udanganyifu. Ottawa. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi zilizoendelea kiviwanda duniani G7 wametoa wito wa kusitishwa mara moja kwa vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Katika tamko la pamoja, mawaziri kutoka Uingereza, Kanada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani wameeleza kuunga mkono kwa dhati uhuru wa Ukraine, huku wakionyesha wasiwasi kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama nchini Sudan. Mazungumzo hayo yalifanyika karibu na maporomoko maarufu ya maji ya Niagara Falls, ambapo viongozi hao walijadili mikakati ya kuimarisha ufadhili kwa juhudi za Ukraine kupambana dhidi ya uvamizi wa Urusi. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Lagos. Mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amekanusha vikali madai ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mauaji ya kimbari dhidi ya Wakristo kaskazini mwa Nigeria. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Yusuf amesema hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa mauaji ya kimbari yamefanyika katika eneo hilo. Ameeleza kwamba mtu anapaswa kufikiria kwa kina kabla ya kutoa matamko kama hayo, akisisitiza kuwa waathiriwa wengi wa mashambulizi ya kundi la Boko Haram ni Waislamu na wala si Wakristo. Addis Ababa. Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa unashirikiana kwa karibu na halmashauri kuu ya Umoja wa Afrika katika kuoanisha ajenda zao kuu za maendeleo
kwa lengo la kumaliza migogoro barani Afrika na kuhakikisha uwakilishi wa haki zaidi katika taasisi za kimataifa, hususan Umoja wa Mataifa. Mwenyekiti wa AU Mahmoud Ali Yusuf amesema taasisi hizo mbili zinaendeleza ushirikiano wa karibu katika programu muhimu za amani, hasa kupitia mpango wa bara la Afrika na kukomesha milio ya bunduki. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. DW Dunia Yetu leo asubuhi. Asubuhi njema popote ulipo. Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2025. Miongoni mwa yale tuliokuandalia: mzozo bado unaendelea kati ya jeshi la serikali na kundi la wanamgambo wa RSF nchini Sudan. Chama cha mawakili Tanganyika TLS chatoa takwimu zinazoonyesha takriban watu 641 nchi nzima wapelekwa mahakamani na kusomewa mashtaka ya uhaini. Na jamii za vijijini nchini Ghana zinaongoza juhudi za chini kwa chini kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Uchambuzi wetu asubuhi ya leo unaanzia nchini Sudan, ambako mgogoro bado unaendelea kati ya jeshi la serikali na kundi la wanamgambo la RSF. Mwenzangu Babu Abdallah amefuatilia kwa karibu hali nchini humo na hii hapa ripoti yake. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi zilizoendelea kiviwanda duniani G7 wameeleza wasiwasi wao kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama nchini Sudan. Katika taarifa yao ya pamoja, wanadiplomasia hao kutoka Uingereza, Kanada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani wamesema mapigano kati ya jeshi la serikali na kikosi cha wanamgambo cha RSF yamesababisha kile walichokiita janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za kukomesha usambazaji wa silaha kwa kikosi cha RSF, akiwalaumu wanamgambo hao kwa kuendeleza umwagaji damu nchini humo. Rubio amewaambia waandishi wa habari, na hapa namnukuu, "Nadhani lazima hatua zichukuliwe kukomesha usambazaji wa silaha na msaada ambao RSF wanapata wakati wanapoendelea kufanya mashambulizi yao." Mwisho wa kumnukuu. Rubio ameongeza kwamba RSF inategemea fedha na msaada kutoka nje kwa sababu kundi hilo halina uwezo wa kutengeneza silaha ndani ya Sudan. Amesema, na hapa namnukuu tena, "Silaha zinaingia kupitia nchi fulani na tunaijua ni nchi gani. Tutazungumza nao kuhusu swala hilo na kuwafanya waelewe kwamba hali hiyo itachora taswira mbaya na pia kuiweka dunia katika taswira mbaya iwapo hatutafanya chochote." Mwisho wa kumnukuu. Hata hivyo, alikataa kuitaja moja kwa moja Umoja wa Falme za Kiarabu, mshirika wa karibu wa Marekani. Kwa upande wake, jeshi la Sudan limeinyoshea kidole cha lawama UAE kwa kuwasaidia wanamgambo wa RSF kwa silaha na mamluki wanaotumwa kupitia mataifa kadhaa ya Afrika. Licha ya tuhuma hizo, Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha vikali mara kwa mara tuhuma hizo. Tangu mnamo Aprili mwaka 2023, vita kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku takriban watu milioni 12 wakikimbia makazi yao. Mkutano huo wa G7 umefanyika wiki mbili baada ya RSF kuteka mji wa El Fasher, ngome ya mwisho iliyokuwa mikononi mwa jeshi la serikali katika eneo la Darfur Magharibi, ambapo taarifa za mauaji ya halaiki zimeripotiwa tangu wakati huo. Muungano huo wa G7 umetoa wito kwa pande zinazohasimiana kupunguza mapigano, kujitolea kusitisha uhasama mara moja na kuruhusu usambazaji wa haraka na usiokuwa na vizuizi wa misaada ya kibinadamu. Asante sana Babu Abdallah kwa ripoti hiyo.
Chama cha mawakili Tanganyika TLS kimetoa takwimu zinazoonyesha takriban watu 641 nchi nzima wamepelekwa mahakamani na kusomewa mashtaka ya uhaini kutokana na vurugu za Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania. Hatua ambayo inaibua maswali lukuki juu ya hatma za watuhumiwa hao kwenye msingi wa tuhuma nzito za makosa ya uhaini ambayo hayana dhamana na hukumu yake ikiwa ni kunyongwa hadi kufa. Florence Majani ametuandalia taarifa hiyo. Chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimesema kipo tayari kuwatetea mpaka mwisho watuhumiwa 641 waliosomewa mashitaka ya uhaini na wanatarajia kuwatembelea waliopelekwa kwenye gereza la Segerea jijini Dar es Salaam ili kuwahoji na kufanya nao mashauriano ili kuwapa msaada wa kisheria. Uamuzi huo wa TLS umekuja baada ya wiki hii watuhumiwa zaidi ya 600 kufikishwa katika mahakama mbalimbali nchini wakituhumiwa kwa makosa ya uhaini. Wakili wa TLS William Maduhu amesema, ni kweli kwamba tunashuhudia watuhumiwa kadhaa hata pale mahakamani siku ile tarehe 7, wengine na majeraha usoni, wengine na majeraha mapaja, wengine na alama za mijeledi migongoni, na sio walikuwa wanapigwa, wengine wanasesemea kabisa hata kutembea hawezi. Lakini cha kushangaza ni kwamba tumeona baadhi yao wakiwa kwenye nguo za ndani kabisa, kwamba mtuhumiwa kavaa tu boxer, mwingine yuko kwenye vest, na ukiwahoji yafuaje umekuja mahakamani na boxer, anakuambia mimi nilikuwa nyumbani tu nimelala, nikakamatwa hapo nikawaomba nivae lakini sikuruhusiwa. Kwa hiyo anapelekwa polisi akiwa kwenye boxer tu na vest. Jeshi la polisi liliendeleza operesheni yake ya kuwakamata wanaodaiwa kushiriki katika vurugu zile za Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania. Hivyo TLS imejitoa kuwasaidia watuhumiwa hao kwa kuhakikisha wanapimwa afya zao na ripoti za kimatibabu za afya zao zinawasilishwa mahakamani, huku wakisisitiza kuwa iwapo serikali ina ushahidi basi TLS itawasimamia, na kama hakuna ushahidi wa kutosha wa makosa ya uhaini dhidi yao basi imeitaka serikali kuwaachia mara moja. Akizungumzia hatua hiyo ya kuwashitaki mamia kwa kesi nzito za uhaini, mchambuzi wa masuala ya sheria Tanzania wakili Matthew Kakamba amesema, mkurugenzi wa mashtaka ya jinai ajipange vizuri kwa watu 600 kwa kipindi kifupi, na kwa matukio yaliyotokea aweze kuainisha kama amejiridhisha hawa wanaoshtaki kwa uhaini. Kosa la uhaini limebeba vigezo vyote vya kosa la uhaini, ni kupoteza muda, kuwatesa watu magerezani, na mwisho wa siku hawatakuwa na kesi ya kusimama ya jinai ya uhaini. Wakati huo huo, chama cha mawakili wa serikali Tanzania TPBA kimelaani vikali vurugu, mauaji na uharibifu wa mali vilivyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa 2025 na kimetoa pole kwa wote waliopoteza ndugu au mali. Katika taarifa iliyotolewa na chama hicho leo, TPBA imetangaza kuunga mkono agizo la Rais Samia Suluhu Hassan la kufanya uchunguzi wa kina na kuwawajibisha wahusika wote kwa mujibu wa sheria. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Asante sana Florence Majani kwa ripoti hiyo. Wiki hii Syria ilijiunga na kundi linaloongozwa na Marekani la mataifa yanayopambana dhidi ya kundi linaloitwa Dola la Kiislamu. Kulingana na wataalamu, hatua hii ya Syria ina umuhimu mkubwa zaidi katika kujipanga upya kwa wahusika katika mapambano hayo. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti hii ya waandishi wa DW. Kiongozi wa mpito wa Syria Ahmad al-Sharaa, ambaye aliwahi kuwa mpiganaji katika kundi la Al-Qaeda na kufungwa Marekani kama gaidi, wiki hii alikaribishwa katika ikulu ya White House na Rais Donald Trump. Mwanachama huyo wa zamani wa Al-Qaeda alisaini mkataba wa nchi yake kujiunga na muungano wa kimataifa unaopambana na kundi la wapiganaji wa itikadi kali linalojiita Dola la Kiislamu IS, ambalo liliwahi kuwa mshirika wa Al-Qaeda nchini Iraq. Kundi la wapiganaji la Hayat Tahrir al-Sham HTS lililojitenga na Al-Qaeda mwaka 2016 liliongozwa na al-Sharaa kuondoa utawala wa kidikteta wa Bashar al-Assad nchini Syria. Baadaye kundi hilo lilipigana dhidi ya IS kwa miaka kadhaa ndani ya Syria. Ama baada ya kujiunga kama mwanachama wa 90 wa muungano huo wa kimataifa dhidi ya IS, Syria imejiweka katika ngazi ya juu katika mapambano hayo, ikikumbukwa kuwa IS ingali na ushawishi miongoni mwa raia wa Syria. Kulingana na wachunguzi wa kimataifa, IS ina wafuasi takriban 3,000 nchini Syria, na hivi karibuni
imekuwa ikiwasajili hasa wale waliokuwa wafuasi wa Assad kujiunga na kundi hilo. Serikali ya Syria sasa inatakiwa kuimarisha zaidi ushirikiano wake na kundi la Wakurdi la Syria Defense Forces SDF lenye ngome zake kaskazini mwa nchi hiyo na ambalo limekuwa likifadhiliwa na Marekani katika kushiriki mapambano dhidi ya IS. SDF ambayo imekuwa ikipambana dhidi ya IS kati ya mwaka 2014 na 2019 inawashikilia zaidi ya wafuasi 45,000 wa IS katika kambi kadhaa wakiwa na familia zao. Kulingana na Tania Mehra ambaye ni mtafiti katika kituo cha kimataifa cha kupambana na ugaidi ICCT chenye makao yake Uholanzi, IS hujiimarisha katika mazingira ya mizozo na ndio maana walistawi wakati wa vita vya Syria, na hata kabla ya utawala wa sasa wa Syria kudhibiti hali waliendelea na harakati zao. Mwishoni mwa wiki, vikosi vya usalama vya Syria viliendesha operesheni sehemu mbalimbali za nchi hiyo na kuwakamata watu 71 wanaoshukiwa kuwa na mafungamano na IS. Ripoti zinaonyesha kuwa sehemu ya mafanikio ya operesheni hiyo ilitokana na taarifa zilizotolewa na Marekani. Hii ina maana kuwa Syria tayari imekuwa ikishirikiana na Marekani hata kabla ya kujiunga na muungano huo wa kimataifa. Lakini kwa mujibu wa wataalam, matokeo makubwa ya Syria kujiunga na muungano huo unaoongozwa na Marekani ni makubaliano kati yake na Washington kuanzisha kituo cha kijeshi cha Marekani jirani na mji wa Damascus. Kwa mujibu wa habari ambazo hazijathibitishwa, wiki iliyopita takriban wajumbe 80 kutoka muungano huo walitembelea kituo cha jeshi la anga cha Al-Sin kilicho umbali wa kilomita 80 kutoka Damascus. Wadadisi wanaelezea kuwa ikiwa Marekani itaanzisha kituo hicho, itahitaji kuihakikishia usalama Israel, lakini pia kupunguza ushawishi wa mataifa ya Urusi, Iran na Uturuki nchini Syria. Kulingana na Matt Lynch ambaye ni profesa wa masuala ya kisiasa na sera za kimataifa, hatua hiyo itatikisa mahusiano ya Marekani na washirika wake hasa Israel. Shukran sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo. Wakati mkutano wa COP30 unapoanza nchini Brazil, jamii za vijijini nchini Ghana zinaongoza juhudi za chini kwa chini kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia maarifa ya asili ili kupunguza hewa ukaa na kulinda msitu. Katika mkutano huo, wajumbe wa Kiafrika wanatarajiwa kushinikiza ajenda ya tabia nchi inayozingatia haki, usawa na ustahimilivu. Afrika pia itadhihirisha uwezo wake mkubwa wa nishati mbadala na ubunifu unaoendeshwa na vijana, huku ikidai mageuzi ya maana katika ufadhili na usimamizi wa masuala ya tabia nchi duniani. Wakiombogo anaripoti hii iliyoandaliwa na Isaac Kalezi. Katika jamii ya Yiyagu kaskazini mwa Ghana, kilimo kimekuwa uti wa mgongo kwa muda mrefu. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni, mazao hasa karanga za shia yamepungua, wenyeji wakilaumu hali hii kutokana na mvua zisizo na utaratibu na kuongezeka kwa joto, dalili kuu za mabadiliko ya tabia nchi. Kama njia ya kukabiliana na changamoto hizo, viongozi wa eneo hilo wamepiga marufuku ukataji miti na shughuli nyingine hatarishi katika misitu, na jamii hiyo ndogo kimaeneo imegeukia mbinu za jadi za uhifadhi wa mazingira. Yakubu Idrisu, mjumbe wa Yiyagu, anasema msitu unalinda jamii yao kutokana na upepo mkali, unasaidia mvua kunyesha na pia ni chanzo cha dawa za asili wanazotumia. Katika kijiji cha Bachabodo, pia kaskazini mwa Ghana, wakazi hasa wanawake hapo awali walitegemea kuni kwa kupikia na uchomaji mkaa kama chanzo cha kipato, jambo lililosababisha ukataji mkubwa wa miti. Lakini hali imebadilika kwa sababu wanawake sasa wamegeukia ufugaji wa nyuki kama njia endelevu ya kujipatia kipato, wakisaidiwa na mpango wa Global Landscapes Forum wa Umoja wa Mataifa wa RED unaolenga kupunguza utoaji wa gesi chafu kutokana na ukataji na uharibifu wa misitu, na jukwaa la misitu Afrika, African Forest Forum. Grace Mawaldujin, mfugaji wa nyuki kutoka Bachabodo, anasema sasa kupitia asali wanapata pesa za kujikimu, mabadiliko ambayo yamebadilisha maisha yao. Kusini zaidi, wakulima wanaanza kutumia mbinu za kilimo kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi ambazo hupunguza utegemezi wa misitu na kuhimiza upandaji miti. Katika maeneo ya kilimo ya kakao kama Atiwa, mashariki mwa Ghana, miti inapandwa kutoa kivuli kwa mazao ya kakao, jambo linaloongeza mavuno na kuboresha maisha ya wakulima. Hapo awali tulikuwa tunavuna mifuko michache ya kakao, lakini sasa tangu tuanze kutumia mbinu za kilimo kinachozingatia tabia nchi, tunapata mavuno mengi zaidi. Hii imepunguza
kupunguza umasikini katika eneo letu, alisema Collins Akonor, mkulima wa kakao wa eneo hilo. Ivy Ashley kutoka timu simamizi ya kitaifa ya Red Plus nchini Ghana anasema lengo kuu ni kuzuia upanuzi wa mashamba ya kakao ndani ya maeneo ya misitu na pia kupanda miti katika mashamba ya kakao ili kuboresha mavuno, jambo ambalo linapunguza ukataji miti na uharibifu wa misitu. Wakulima wengi sasa wanalima ndani ya maeneo yao na hata wanapanda miti zaidi, jambo ambalo pia linaboresha mavuno. Ingawa Afrika ni moja ya wachangiaji wadogo zaidi wa utoaji wa gesi chafu duniani, bara hili bado ndilo linaloathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi. Wataalamu wanasema juhudi za jamii nchini Ghana zinatoa mfano bora wa kuigwa na bara lote. Wanasema zaidi ya majukwaa ya kimataifa, wapiganaji halisi wa vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi wako katika jamii kama Yiwagu, Bachabodo na Atiwa, ambako maarifa ya asili na hatua za wenyeji zinafanya mapambano haya kuwa halisi, jumuishi na yenye matokeo. Asante sana Wakiombogo kwa ripoti hiyo. Mashirika kote duniani yamewekeza hela nyingi kwenye teknolojia ya akili mnemba, ila changamoto zimejitokeza. Gharama zake na viwango vya faida ambavyo havitabiriki, pamoja na idadi iliyopungua ya wanaoitumia teknolojia hiyo, ni ishara kuwa hali si hali na mambo huenda yakabadilika. Wengi bado wanaikumbatia teknolojia ya akili mnemba na mabilioni yamewekezwa kwenye sekta hiyo, ukizingatia miundombinu, kampuni mpya na wataalam walio na ujuzi na uwezo mkubwa wa kazi. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi. Kampuni mama ya ChatGPT ya OpenAI, SoftBank na Oracle zilitangaza ahadi ya kuwekeza dola bilioni 500 za Marekani kwenye utengenezaji wa kompyuta za kisasa zinazotumia akili mnemba. OpenAI na kampuni kubwa ya kutengeneza vifaa vya kuhifadhia habari ya Nvidia ilitangaza kutenga hazina ya dola bilioni 100 ili kuhifadhi nafasi na ushawishi wake Marekani. Nayo kampuni kubwa ya teknolojia ya China ya Alibaba na Tencent ziliongeza viwango vya uwekezaji wao ili kusogeza mbele na kuiongeza kasi ya kutimiza malengo ya China ya kuwa kiongozi katika sekta ya akili mnemba ifikapo mwaka 2030. Tangu ChatGPT kuingia kwenye soko mwezi Novemba mwaka 2022, hisa zilizo na mafungamano na akili mnemba zimeongezeka thamani yake kwa dola trilioni 17.5 kwa mujibu wa duru ya Bloomberg, na kuwakilisha 75% ya faida ya faharisi ya soko la hisa, hali inayozisukuma kampuni kama Nvidia na Microsoft kuvunja rekodi ya thamani yake. Hata hivyo, ishara za uchovu zimedhihirika. Baadhi ya kampuni zinapunguza matumizi yake teknolojia ya akili mnemba, bajeti zinabanwa na shauku ya kutaka kujifunza lugha hiyo teknolojia imekipita kiwango cha faida zake. Kulingana na Carl Benedict Frey, profesa wa akili mnemba na kazi katika chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza, aliyezungumza na DW, miundombinu ya akili mnemba ni kama kamare na aghalabu inaaminika kuwa matumizi yake yataongezeka, ila hali tathmini kadhaa za Marekani zinaashiria kuwa mapokezi yake yamepungua tangu majira ya joto kuanza. Mtaalamu huyo anafafanua kuwa iwapo hakutakuwa na mabadiliko mapya ya kudumu, sekta ya akili mnemba itakwenda mrama. Tathmini ya idara ya takwimu ya Marekani inayofuatilia kampuni milioni 1.2 kila baada ya wiki mbili imebaini kuwa matumizi ya teknolojia ya akili mnemba katika kampuni zilizo na wafanyakazi zaidi ya 250 yamepungua kwa kiasi ya 14% kati ya mwezi wa Juni na kufikia kiasi ya 12% mwezi wa Agosti. Changamoto kubwa ya teknolojia ya akili mnemba ni kwamba ina uwezo wa kutoa dhana na wala sio maelezo ya kuaminika. Mapungufu mengine ni kutoweza kutegemewa kikamilifu na utendaji ambao aghalabu baadhi ya wakati unashindwa kutimiza wajibu wake, kwani hauendani na wakati. Tofauti iliyopo kati ya matarajio na uhalisia wa matumizi yake umewawia wawekezaji kusitisha kasi yao ya kuikumbatia akili mnemba. Kimsingi, wawekezaji wameingia uoga fulani iwapo teknolojia hiyo itadumu, kwani haitumiki kwa kazi ambazo zinachangia katika kuzalisha thamani. Na kwa ripoti hiyo kutoka kwake Thelma Mwadzaya, ndio inotufikisha kwenye makala tuliokuandalia. DW Wanawake na maendeleo. Mwaka 2025 una umuhimu mkubwa kwa wanawake katika sekta ya utalii nchini Kenya. Serikali kupitia sera na mikakati mbalimbali inachukua hatua za ziada kuwajumuisha na kuwapa kipaumbele wanawake katika sekta hiyo. Mimi ni mwanamke, mimi ndio customer wangu wa kwanza, kwamba watu wanatafuta mtu anayejua maeneo na anaweza safirisha watu safely
na pia njia ya kupata marafiki. Kwa mara ya kwanza mwaka huu, shirika la wanawake katika sekta ya utalii KAUT limepata fursa ya kunadi bidhaa na huduma zake katika maonyesho ya kimataifa ya utalii ya kila mwaka, Magical Kenya Travel Expo MKTE, yaliyohitimika hivi karibuni. Wanawake kweli wako kwa sekta ya utalii, lakini wanabaki katika ile kiwango ya chini sana. Kama housekeeping hao ndio watakuwa wengi, ama front office, lakini tunataka kuona pia wanawake wamekuwa general managers. Ndiyo mada ya makala ya wanawake hii leo. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Maonyesho ya Magical Kenya Travel Expo yameingia mwaka wake wa 15 tangu kuanzishwa. Kufikia sasa, sekta ya utalii inakadiriwa kutoa zaidi ya 8% ya ajira zote nchini. Takwimu hizo zinaonyesha nafasi pana za ajira kwa vijana, soko kwa bidhaa za wakulima na wateja wa kudumu kwa biashara ndogo ndogo na za kati. Kwa mara ya kwanza katika historia ya maonyesho haya, KAUT iliwakilishwa rasmi. Winnie Maru, katibu mkuu wa KAUT, anaamini huu ni mwanzo mzuri kwa wanawake katika sekta ya utalii. Wanawake wengi wameweza kufungua kwa sababu at least wanaona kuna mwanamke mwingine pia yuko pale, lakini tumeona kuna interest tumepata, especially vile tumekuwa kwa hii kikao hii cha Magical Kenya. Lesotho tumepata, South Africa tumepata, Zambia wametuambia wangependa sisi tuende nchi zao, ama wanawake at least wengine wakuje kwetu waweze kuweka kitu shirika kama hii la wanawake katika nchi zao. Tumepata kwanza interest nyingi kutoka Tanzania, majirani wetu. Tumepata interest kutoka Uganda, kwa sababu wanasema kwao hakuna. Kwa sababu tukiwa hivyo pia na zingine katika bara la Afrika nzima, tutashikana vizuri pamoja, alisi tutakuwa tukiongea lugha moja. Mkakati mpya wa serikali kuhusu sekta ya utalii nchini Kenya unalenga kuwajumuisha wanawake kwa karibu zaidi ili kuwapa fursa za biashara, mafunzo na ubia wa kibiashara ndani ya sekta hiyo. Njeri Gashuhi ni mwanzilishi na mfanyabiashara wa kampuni ya The Traveling Wakili inayoratibu safari mahsusi kwa wanawake. Yeye pia ni wakili na mwanachama wa KAUT, akisisitiza umuhimu wa wanawake kuongoza mageuzi ya sekta hii. Niliona ya kwanza ni kwamba wanawake wanasafiri zaidi ya wanaume, hata kama hakuna kampuni zenye zina serve wao peke yao, kwa sababu hata nimeenda mahali ambapo wamesema hawajawahi ona group sana ya wanawake wa Kenya peke yake. Wamekuja kwa hii lodge, wamekuja wametumia pesa yao kwa maana ya tu kusafiri na kukuja hapo. Na pia ni muhimu kujua kwamba wanawake, hizi lodges sio za watalii wazungu peke yake. Kenya inapania kupokea watalii milioni 5.5 ifikapo mwaka 2027. Waziri wa utalii wa Kenya Rebecca Miano ameyasifia mafanikio ya maonyesho hayo ambayo sasa yamekuwa jukwaa la kikanda linalochochea uwekezaji. Mwenyekiti wa bodi ya utalii nchini Kenya Francis Kishaba anabainisha kuwa wanawake wanachukua nafasi muhimu katika ukuaji wa sekta ya utalii, hususan kwenye biashara ndogo na ubunifu wa huduma. Utalii ikipanuka ama ikiinuka, inainua sehemu zote za ekonomi ya nchi. Sasa pale tuko na vijana wadogo na pia hao wamejaribu sana. Tutalipisha pesa kidogo tu, alafu tutapatia nafasi ili hao wageni kutoka nje wakija waje pia wawatembelee. Wacha tuunge wakina mama mkono, wacha tuunge wafanyabiashara wote. Pato la sekta ya utalii limeongezeka kwa 20%, huku maendeleo makubwa yakishuhudiwa katika utalii wa ndani. Hadi hapo, msikilizaji, hatuna cha kuongeza kwenye makala ya wanawake iliyoangazia mchango wa wanawake katika sekta ya utalii nchini Kenya. Mimi ni Thelma Mwazaya, kwaheri. Naam, kufikia hapo ndipo mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wale wote uliowasikia, mimi ni Tatu Karema na nakutakia siku njema. Asante sana Tatu Karema hapo hivi kwa uelekezi wako mzuri, na vile vile katika usomaji wa habari. Babu Abdalla, rafiki yangu mkubwa sana. Na sasa hivi msikilizaji, nazidi kusonga mbele kwenye nafasi hii, tunaelekea kupokea kiziba mkonga cha sasa, alafu baadaye tuwe tunatamatisha rasmi matangazo yetu haya ya asubuhi ya Afrika Leo asubuhi.
kiziba mkonga cha sasa. Endelea kuwalisha watoto wako au wajukuu wako chakula kitokanacho na dhulma, wizi wa haki au magendo, au wewe unafanya mchipuko kwamba una wanaume wengi sana ambao wanakupa pesa ili ukaweze kuwa nao kimwili. Kuna wanawake wengi sana wanaokupa pesa ili uweze kuwa na wao kimwili. Endelea kuwalisha watoto wako au wajukuu zako chakula kinachotokana na dhulma, wizi au magendo au mchipuko. Endelea kuandalia urithi watoto au wajukuu zako mali isiyo ya baraka. Matokeo utayaona kwa macho kabla hujaondoka duniani. Usidanganyike, Mungu huwa hadhihakiwi. Apandacho mtu anakivuna. Andaa kapu la kuvunia. Maana muda ni mwalimu mzuri. Wengi wanaishi kwenye laana kubwa na wamekuwa wapofu, hawawezi kuondoka kwenye hizo laana. Ndio maana utampata mtu leo hii yupo na Bwana na bado ana mchipuko na mabwana wengine. Utampata mtu leo hii yuko na mke na ana wake wengi pembezoni. Matokeo yake, tabia yako anayerithi ni mwanao na anaifanya zaidi ya wewe. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.